Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salatu tasbihi au salatu tasabihi, zimekuja hadithi kadhaa kwa riwaya nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano hadithi ya Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anamfundisha yeye na maswahaba wengine wengi tu kwamba aswali salatu tasbih au salatu tasbih. Na hii salatu tasbih au salatu tasbih inaswaliwaje? Kwanza ni rakaa 4, na ukishamaliza kusoma suratul Fatiha na sura nyingine, kabla hujarukuu unasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar mara 15. Kisha unarukuu unasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar mara 10. Alafu unainuka sami Allahu liman hamida, pia unasema hayo maneno mara 10. Alafu unasujudu pia unayasema mara 10, na unakaa baina ya sijida mbili unayasema mara 10, na unasujudu mara ya pili unayasema mara 10. Hivyo hivyo rakaa ya pili, rakaa ya tatu na rakaa ya 4. Na kabla hujatoa salamu baada ya tahiyatu unayasema pia hayo maneno mara 10. Ikumbukwe kwamba haya maneno unaweza kuyasema katika rukuu na sijida, na hata kwenye kikao baina ya sijida mbili, na kwenye tahiyatu unayasema baada ya zile dhikri za kawaida za swala, baada ya zile dhikri za kawaida za swala. Na bila shaka zafahamika zile dhikri za kawaida za swala katika hizo nguzo zilizotajwa. Jambo lingine, ukiswali rakaa 4 unaweza ukaswali kwa rakaa 2 ukatoa salamu, kisha 2 ukatoa salamu. Na kama ukiswali pia 4 moja kwa moja kwa tahiyatu moja, hakuna shida. Hiyo ndio salatu at-tasabihi au salatu tasbih, na imependekezwa, ni sunna iliyopendekezwa. Inatakana uifanye japo hata mara moja basi kwa mwaka, kwa sababu ina fadhila kubwa. Na baadhi ya wanazuoni wameidhoofisha hadithi kwa ajili hiyo, wao wakaona kwamba hamna sunna hiyo, lakini wako wengi waliosahihisha hadithi na wakaenda kwamba ipo. Na hii ni katika milango ya sunna, na mlango wa sunna ni mpana kuliko mlango wa faradhi. Kwa hiyo hakaribiwi ambaye atafanya, wala halazimishwi ambaye hakufanya. Wallahu a'lam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Keki za birthday si jambo linalofaa kuzitengeneza, kwa sababu birthday yenyewe haifai kisheria. Birthday ni sikukuu isiyofaa kisheria. Uislamu haujatufundisha kwamba kwenye Uislamu pana birthday. Kwa maana hiyo basi Allah alituambia wataawanu alal birri wattaqwa, saidianeni katika wema na uchaji, wala taawanu alal ithmi wal udwan, na msisaidiane kwenye madhambi, juu ya madhambi na uadui. Na maadamu imethibitika kwamba birthday ni sikukuu isiyokubalika kisheria, basi kusaidia wale ambao wanaifanya sikukuu hiyo kwa kuwatengenezea vile ambavyo watavitumia siku hiyo ni makosa, ni katika kusaidiana juu ya madhambi na uadui. Kwa haifai kutengeneza kupika hizo keki za birthday, ni makosa. Na yule ambaye alikuwa akifanya hilo na hajui, basi tunatarajia Allah atamsamehe. Ama mtu baada ya kujua akiendelea, basi hakuna udhuru mbele yake kwa Allah jalla wa ala. Wallahu a'lam.